Tunamshukuru Mungu alitusafirisha na ameturudisha salama. Tuko kwenye mashindano makubwa, mashindano yanayoshirikisha timu mabingwa kutoka katika kanda za soka Afrika. Mashindano yalishirikisha timu 8 kwa maana ya timu 6 kutoka katika kanda, sisi tukiwakilisha ukanda huu wa Sekafa kama mabingwa, lakini walikuwa mabingwa wa kanda. Kulikuwa na bingwa mtetezi ambaye anaingia kwa sifa yake kwa maana ya TP Mazembe. Kulikuwa na timu mwenyeji ambaye pia anaingia kwa sifa hiyo, FC Masal kutoka Egypt. Idadi hiyo itatosha kufikisha timu 8 zilizoshiriki mashindano haya. Sisi JKT Queens tulikuwa kundi B, kundi ambalo liliitwa kundi la kifo, na kweli lilikuwa kundi la kifo kutokana na timu zilizokuwa zinaliunda, sababu tulikuwa na bingwa mtetezi TP Mazembe, tulikuwa na Gaborone United kutoka Botswana, tulikuwa na ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast. Lakini katika hizo timu, mbali na kwamba tumetolewa, sisi tumeacha historia katika mji wa Ismailia, kwa sababu ndipo kituo chetu sisi kilikuwa. Tumeacha historia kwa ubora wa timu kucheza mpira ambao kila mmoja aliupenda na kufurahia. Na hata pale tulipocheza uwanjani, matokeo yalipokuwa yanahitimisha zile dakika 90 tukiwa tumesare au tumepoteza, wengi walisikitika kwa nini JKT Queens haikushinda. Chukulia mchezo wa kwanza dhidi ya Gaborone United. Mechi ile tulitengeneza nafasi 6 za wazi, lakini hatukuweza kuzitumia, na tuliutawala mchezo kwa asilimia kubwa. Na nadhani mnakumbuka dakika ya 87 wenzetu walipata penalti ambayo kwa ushujaa na umahiri mkubwa golikipa wetu hodari shujaa Nadia Kibirisa alidaka mara 2, kwa sababu mara baada ya kudaka ile iliyopigwa wakasema irudiwe. Hiyo ikarudiwa na bado akaudaka ule. Dakika 90 zikamalizika, tukawa tuko suluhu bila. Tulicheza mechi ya pili dhidi ya ASEC Mimosas. Kwa wale waliofuatilia ile mechi watakuwa ni mashahidi wazuri kwamba hakika JKT Queens walikuwa bora, sababu nilipata goli na mapema tu, goli ambalo lilidumu mpaka dakika ya 80 na kitu, na tulishaamini kwamba sisi ni washindi katika mchezo. Naona kilichotokea, wenzetu wakapata penalti ambayo ilisababisha mchezo ule umalizike kwa sare ya kufungana goli 1-1. Lakini kwa hakika bado ule mchezo tuliutawala. Ndio sababu hata mchezaji bora wa mchezo ule alitoka kwetu Esther Maseke. Tukaja kucheza mechi ya 3 dhidi ya TP Mazembe. Ile mechi ilikuwa lazima tushinde ili tuweze kusonga mbele. Hatukuhitaji sare wala kufungwa. Kwa hiyo wachezaji waliingia mle kwa lengo la kwenda kushambulia, na kweli walishambulia, na hatimaye dakika za mapema tukapata goli. Lakini goli hilo walihudumu, wenzetu walipata penalti ambayo nadhani iliwavunja moyo vijana, iliwaumiza.
Ndio sababu walivyosawazisha lile goli kwa njia hiyo ya penati, haikuchukua muda sana, wakaongeza goli la pili. Hii ni baada ya vijana wetu. Unajua unapopigiwa penati, na pengine penati hiyo pia mazingira yake ukiyaelewa ikuwa wazi sana, lazima unakuondoa kwenye reli kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kuondoa vijana wetu kwenye reli kwa kiasi fulani na kusababisha goli la pili kufungwa kwa haraka. Baadaye walipata penati nyingine katika ule mchezo, kupata goli la tatu. Ile penati ilizidi kuwaumiza wale vijana na kuondoa kabisa matumaini ya kusonga mbele, kwa sababu kama wana magoli matatu na sisi tulitakiwa tushinde, maana yake tuongeze matatu ili yawe manne. Kwa hiyo mlima ukawa ni mrefu, kwa hiyo ikawaongeza hofu na mashaka, wengine vijana sasa kujiamini zaidi, ikatokea kuruhusu kufungwa goli la mpira ukamalizika. Ukitazama ASEC Mimosas tumecheza nao, waliwafunga TP Mazembe, lakini tulipokutana tulionekana bora sana, pamoja na kwamba walikuja kusawazisha goli dakika za karibia na mwisho kwa njia ya penalti, lakini watu wote waliamini kwamba sisi tulikuwa bora kuliko ASEC Mimosas ambao waliwafunga TP Mazembe, na TP Mazembe wakaja wakatufunga sisi. Kwa mtu anayejua mpira atakuwa anaelewa ni nini ninachokimaanisha. Na hatimaye ASEC Mimosas ambao kwetu waliona ni mtihani mkubwa kupata hiyo sare, washukuru, wameingia fainali baada ya kuwafunga jana FC Masal goli 1-0. Sasa ukichukulia tu bora katika hali ya kushinda na kufungwa, utaona kabisa kwamba JKT Queens hakika kwenye mashindano walikuwa bora na walistahili kushinda na pengine kuwa mabingwa katika mashindano. Mengine huwa tunasema ni mapenzi ya Mungu, lakini kwa hakika katika yale mashindano JKT Queens tulikuwa bora katika uchezaji, performance, na licha ya kwamba tumeishia njiani. Nadhani nimeeleza hayo mazingira na nimekueleza wale tuliokutana nao wakaona ni kazi ngumu, na hata hicho walichokipata wakashukuru kwamba sijui imekueje tumepata japo alama moja kutoka kwa JKT Queens. Leo hii wale ambao walipata alama moja kutoka kwetu tena kwa shida, amesawazisha dakika ya 80 na kitu huko tena kwa mkwaju wa penati, leo yuko fainali. Kwa hiyo hii kama unalinganisha uchezaji wa timu na timu, unaona namna ambavyo JKT Queens walikuwa bora katika mashindano haya na pengine walistahili kuwa mabingwa, isipokuwa tu mpango wa Mungu pengine haukuruhusu hayo yao. Na ukitazama sisi tumecheza mechi 3, lakini mechi zote hizo tumepigiwa penati. Wakati mwingine mnacheza umeshajisahau kabisa, mnapigiwa filimbi, mwamuzi anasikilizia. Sasa mnajiuliza kuna nini huko? Mwamuzi anasikilizia huko mambo ya VAR, anasikilizia. Umeshacheza muda mrefu tu, anasikilizia, anaamuru kwamba ni mkwaju wa penalti. Sasa ile ilikuwa inawaondoa vijana wetu mchezoni. Goli la pili, mabeki wetu wawili walijichanganya, kampira tu kadogo, mabeki walijichanganya, ule mpira ukawapita, ukamkuta mfungaji akiwa peke yake akapata goli. Na mimi naamini kwamba Simba wanaamini kabisa kwamba hawakustahili kushinda ule mchezo,
isipokuwa tu kule kwetu tuna msemo kwamba isienene ya Bwakunda. Yani ni bahati senene unawajua yani badala ya kwenda kuwatafuta huko anakuja tu anakuangukia hapa tumboni unaokota tu kirahisi. Ndicho walichokifanya. Yani hawakuwa na uwezo wa kushinda ile mechi. Hata leo ukiwauliza kwamba ile mechi ilikuweje, watakwambia fika kwamba Mwenyezi Mungu alitusaidia. Hatukuwa na uwezo wa kupata alama kwa JKT Tanzania kwa ubora waliokuwa nao katika ule mchezo. Kwa yule ambaye ni mkweli na anaujua mpira atayasema hayo. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba tulipoteza ile mechi katika mazingira hayo. Tunajipanga, tuko vizuri. Msimu huu tumepanga kufanya makubwa JKT Tanzania. Tunalenga wafuate JKT Queens kule wanapofika na wao. Bali na hayo, ilisambaa sana taarifa yenu ya mchezo wa kirafiki baada ya ile 2-1 mkaja kufungwa tena 6 kwenye uwanja ule wa Meja Jenerali na wakatamba sana kwamba si mnaona kile kilichotokea kilikuwa cha bahati mbaya. Mechi ya kirafiki ni mechi tu ya kujifurahisha. Si mechi ya mashindano. Sio mechi ya kutolea wala sisi sio mechi ya kutolea macho. Tuliwahi kuwafunga 2 pale Isamuyo na wakaomba tusitangaze kwamba za kweli hizo mazao. Wapo waliofuatilia na wakapata matokeo. Kwa hiyo sisi mechi hizi za kirafiki huwa wala hazitupi shida. Tunacheza tu kuwaweka vijana sawa kwamba wakoje. Kwa hiyo tunacheza tu kujifurahisha. Ndio maana ya kirafiki. 6 nyingi hata kama kirafiki ni kirafiki tu. Unaweza ukamruhusu ataka funga 10 ili unamruhusu ili ajifurahishe, lakini unajua kabisa kwamba huyu uwezo wake kwangu bado ni mdogo. Bado ndicho kilichotokea. Tuliwapa wajifurahishe, watangaze, waseme watakavyoweza, lakini kiuwezo bado sisi tunaamini kwamba JKT Tanzania tu bora. Msimu huu tu bora sana. Niliona ile post ambayo ilifurahiwa na watu wengi kwamba ukiona haya matokeo delete, futa kabisa. Sababu hayana maana. Ndio maana yake. Ila sasa wao wakayaona yana maana, lakini sisi hatukuyapa uzito na umuhimu. Kwa hiyo kisasi kitalipa. Sisi bado, kwa sababu ni ligi inaendelea na tuna mechi ya marudiano. Nadhani hiyo Watanzania watakuja kuona kwamba kweli JKT Tanzania ni bora sana katika soka la Tanzania kwa sasa. Ni Watanzania ambao wanaitangaza Tanzania wenye uwezo na ubora mkubwa katika kucheza mpira. Kwa hiyo msimu huu ubora huo utaonekana sana. Mechi jana dhidi ya KMC pale kwenye uwanja wa KMC Complex. Mipango pia imekaeje ikiwa ndio unawasili? Pamoja na kwamba nafika sasa, lakini sisi huwa tuko tayari muda wote. Kilicho bora ni bora tu. Kwa hiyo tunaenda uwanjani tukiwa na machungu haya ya kupoteza 2-1 dhidi ya Simba Sports Club. Mechi hii inayokuja ni mechi ya matumaini ili tuendelee na kasi yetu ya kuwa juu kileleni. Malengo yetu msimu huu tunapomaliza ligi kuu ya Tanzania tuweze kufikia. Nenda kwa mashabiki wa JKT. Mashabiki wa JKT Tanzania, JKT Queens, kwanza tuwashukuru na kuwapongeza kwa support yao, namna wanavyotunga mkono, namna wanavyoshirikiana nasi. Tulikuwa kule Egypt kwenye mashindano, wa Tanzania tulikuwa tunaona wanatufuatilia, wanatuombea, lakini Mungu akupenda. Wa Tanzania walioko Egypt walikuja kwa wingi kuja kutusapoti, kuja kutushangilia. Kwa hiyo mimi ni wapongeze na kuwashukuru, na kwamba tuendelee kuwa pamoja pale wanaposikia JKT Tanzania anacheza, JKT Queens anacheza, basi wafuatilie, waje waburudike na soka zuri linalochezwa na vijana hawa. Naamini miongoni mwa timu chache ukitaja timu 2-3 zenye kucheza mpira unaofurahisha, usipowataja JKT Tanzania, usipowataja JKT Queens, basi wewe una kiriba cha roho.
unaacha vilivyo bora kwa mapenzi yako, unakwenda kwa vile ulivyo na mapenzi navyo visivyo na ubora. JKT Queens, JKT Tanzania, tunahitaji kuonesha ubora na watu waamini na kusifu ubora wa JKT Tanzania na JKT Queens. Asante sana Masao, na nikutakia kila la heri. Asante sana.